Uaminifu wako waka milele, tunakuabudu wewe ni Mungu. Uaminifu wako waka milele, tunakuabudu wewe ni Na siku ya leo tumeitenga siku hii ikiwa wakfu kwa sababu ya ibada huwa tunayoita a solemn service. Siku ya leo tutaumega mkate, tutakula meza ya Bwana. And the title of the message today is Discerning the Body. So kwa wale wanaoandika, unaweza andika useme kichwa cha ujumbe wa siku ya leo is to discern the body, au kujua huu mwili wa Kristo. Yesu alituachia mambo mawili, akasema tuinywe damu yake na kisha baadaye tule mkate, na akasema haya mambo mawili ni ya muhimu sana kwa msimamo wa Mkristo yeyote. So tutakapoingia katika neno tutaelewa haya mambo yanamaanisha nini kwetu. The Lord's table or the Holy Communion, or other two terms which are used, the sacrament or the Passover feast, haikuanzishwa na sisi wa Kristo. It dates back to the age that Jesus, or I would say the Lord or God, was delivering his children, the children of Israel, from the land of captivity to the promised land. Pale Mungu alipowakomboa, kitabu cha Exodus, Kuondoka 12, Exodus chapter 12 and chapter 13, they had the Passover feast for the first time. Na ikawa ishara yale mambo yatakayofuata baadaye. That is in Exodus chapter 12. Baadaye in the book of Matthew chapter 26, ukipenda unaweza angalia pale Matthew 26 verse 26 to 28. Nitasema haya matatu sababu kuna watu wanaandika. Matthew chapter 26 verse 26 to 28. The book of Mark or Marko 14, Mark 14 verse 22 to verse 24. Haya mambo ni hizi sehemu ninazozitaja sitazisoma, kwa hivyo unaweza ziandika. Mark chapter 14 verse 22 to 24. Na ya tatu ni Luka 22, Luke chapter 22, Luke 22 verse 17 through to 20. Those three places, the Bible records that our Lord Jesus Christ, the one that we follow after, the one who saved us, yule aliyetuokoa, he instituted the Lord's table. Kumaanisha haikuwa tu jambo ambalo lilifaa kutimizwa katika Agano la Kale, bali ni jambo linalofuatiliwa mpaka Agano Jipya. Hili kanisa, the last time I taught about this was in 2018. Nikasema ni vizuri leo tulirudie na tuseme mambo fulani ambayo yanafaa kuwa msingi kwetu, sababu naona tumeongezeka na kuna uwezekano kuna watu ambao hawajafunzwa kuhusu meza ya Bwana, na hata tunapoishiriki ni vizuri tunashiriki jambo tunalolielewa, because in this church we practice that which we know and we believe in. Hatu practice jambo sababu ni mtindo au ni style tu ya dunia. We practice something that we believe is of importance to us as believers. So mwanzo tumeona kitabu in the Old Testament, Exodus chapter 12 and chapter 13, it was practiced as the Passover. Then later on practiced as Jesus instituted it as the Holy Communion or the Lord's table in the places I've mentioned. Linajulikana na hayo majina yote ambayo ninayatamka in 1 Corinthians chapter 11 verse 20. Pia haya sitasoma, kuna mahali naelekea natia msingi tu. 1 Corinthians chapter 11 verse 20, it is known as the Lord's Supper. Mkate wa Bwana, the Lord's Supper. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 20.
Kitabu cha Mitume 2, Acts chapter 2 verse 42, it is known as the breaking of bread, kumega mkate. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 42. Akorintho wa kwanza 10:16, 1 Corinthians chapter 10 verse 16, it is known as the communion. Communion, 1 Corinthians chapter 10 verse 16. Na ya mwisho nitakayowapa ni kitabu cha Jude. Jude mstari wa 12. Jude is a one chapter book iliyo na mistari kadhaa. Mstari wa 12, it is known as the love feast, or what other Christians call it as Eucharist. The term Eucharist is the same as love feast. Eucharist. Haya mambo yote nimeyasema ili tuelewe kile ambacho tunachokifanya sasa kinafanywa duniani kote. The participation in the communion is done world over. Actually, surprisingly, utaona kwa itikadi tofauti na madhehebu tofauti na different religions, they have certain things they practice. Even us here Africans, kitabu fulani, hata siku hizi kuna zingine zimebaki, watu walikuwa na itikadi zao zilizohusisha mambo fulani ya kukula. Ukiangalia vizuri unaona kwa tribes fulani kuna watu walikuwa nakula nyama fulani ikiwa na damu, wengine wanakunywa damu za wanyama, na inakuwa ni jambo la kusimamia imani yao. They practiced and did those things as a way of confirming their belief in those belief systems, especially the African traditional religions. Kuna itikadi tofauti, watu waliamini hayo mambo, na katika kufanya mambo kama yale wakakuwa na vitu wanakula pamoja. Some they would do some incantations or some things wanafanya, wanachija kuku, wanafanya vituko vyao, alafu baadaye wanakula hizo sehemu za nyama ikisimamia imani yao. Simaanishi Ukristo tunapokula meza ya Bwana sisi pia tuna practice mambo kama yale. I want to show you how that in practicing our faith, there are times we do some tangible things which demonstrate our faith. Kuna wakati ambao huwa tunafanya mambo yanayoonekana kwa macho yadhibitishe imani iliyo ndani yetu. Hallelujah. And one of them ni jambo ambalo sio sisi wa Kristo lilianzishwa na Kristo yeye mwenyewe. So kwa nini siku ya leo naongea mambo ya discerning the body au kujua huu mwili? Nasema hii sababu sio maoni yangu na opinioni zangu. Soma pamoja nami, na video mistari ya kwanza nitakayoisoma siku ya leo. The rest of the time I will spend my time in the book of John. Lakini wacha kwanza tusome mstari ulio kitabu cha Korintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter 11 verse 27 to 32. I'll focus on one verse, lakini wacha tuzisome hizi zote ili ieleweke, ujumbe mzima ueleweke. 1 Corinthians chapter 11 verse 27 through to 32. Hiki kitabu kuanzia mstari wa 11:10 hapo, ukishuka sana kuanzia mstari ya 24, 23, 25 all the way to verse 34, that 3, Paul speaks deeply concerning the communion, akisema ya kwamba haya mambo yeye hakufunuliwa na mwanadamu, anasema yeye aliyapokea kutoka kwake Bwana Yesu Kristo. Lakini kwanza tuisome hii mstari wa 27 verse 27, therefore whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lamb. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself. Then this is the part I want you to focus on, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Tukome hapo sasa. Paulo anasema hivi, mtakapofika katika sehemu au nafasi ya kula mkate wa Bwana, wacha na kila mtu ajichunguze. Si achunguzwe na neighbor,
Sio akuje aseme kwa mchungaji na mimi nimekosea mahali fulani na hapa. Hapana. Kila mtu ajichunguze. Paulo anaondoa ile sehemu ya watu kusema mimi ni msafi kulingana na maoni ya mchungaji. Mchungaji akiniangalia anaona mambo yangu yako sawa. Yawezekana ikuwe hivyo, lakini wewe binafsi ujue kuna mambo mengine ya dhambi yanayofanyika sirini ambayo sisi hatuyajui. Na ndiposa Paulo anatualika katika sehemu ya kila mtu kujichunguza. Let every man examine himself. Kwa maana nini? Akimalizia anasema kwa maana sisi tukijihukumu sisi wenyewe, basi hatutahukumiwa pamoja na dunia. Lakini tusipojihukumu, basi dunia itakapokuwa inahukumiwa, nasi pia tutahukumiwa. Na sio mapenzi ya Bwana. So he pleads with us to examine ourselves. Kwa nini? Ili tusije tukaula mkate kwa njia isiyo halali. Nilianza kwa kusema kwamba Holy Communion is something that is eaten world over. And you don't want to tell me that all the people who are participating in communion taking or the breaking of the bread, all of them are taking it the right way. Wengi wanakula meza ya Bwana kwa mzaha. Wanakula tu ni juni ceremony. Tumeenda kwa ibada fulani, tukaambiwa kuna meza ya Bwana, wanasema hata sisi tupokee. Na nilisema hapa juzi, wengine wanasema wacha wale kwanza wenye wanapenda ulevi. Wanasema wacha twende tufungulie kanisani, twende tukaongeze huko kwingine. Sababu najua hapa kuna divai. So wanasema kwanza ile inakuanga ile conch. Ile hatujaoja. And I tell you that is where I was many years back. Kabla niokoke. Tulikuwa tunasikia kanisa inasema watu wakuja kule meza ya Bwana. Bora tu sisi tulifanya ile kitu ya kufunza mafunzo ya Biblia tukiwa watoto. Na tukaulizwa maswali na mtu akapita. Tukawekelewa mikono. Kuanzia hapo tunasemekana sisi zote tumequalify kukula meza ya Bwana. Watu wakaingiza mzaha katika communion. Watu wanasema wacha twende tukule. Kwanza leo tumesikia leo iko. Wanakimbia. Christmas morning ndio hao wamepanga laini. They want to partake in the communion. Wakimalizia hapo wanaingia kwa karovu. The local brew. Kwa nini? Wanasema ile ilikuwa tu ya kuchangamsha mwili. Ilikuwa ya mwanzo. That is disregarding the body. It is eating the body without discernment. Paulo anasema hiyo ndiyo imesababisha wengi wafe, wengi wagojeke, wengi wamelemaa kimwili, mili yao imelemaa. Kwa nini? They eat the communion without discerning what they are eating. If I ask you today, what is the communion? What is the body? What is this that we take? If we fail to discern, if we fail to understand what we are doing, then that communion, though it was meant for our good, it will result into bad. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Naomba nisikie amina iliyo na afya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ni mapema sana. Usiogope na sija ingia hapa kuogopesha mtu yeyote. But I'm only saying we do the things the Bible has taught us to do. We take the communion with the discernment. Communion is not meant to take us to heaven, as some of them think. Nimefanya dhambi zangu ili nisafishwe, na chapa kikombe cha communion na nakula mkate ili nifanye msafi, na kuanzia hiyo siku mimi ni msafi. That is not the purpose of communion. The purpose of communion is commemoration. It reminds us, Jesus said, you shall take this in remembrance of me. It reminds us of what Jesus did for us. And also, it proclaims, it tells us about the future. It is telling us that Jesus is coming. Hallelujah. It's a commemoration of the past. It is a reminder and a proclamation of the future. Blessed be the name of the Lord. Communion is not meant to glue the relationship of someone with their pastor. As someone, when they want to take a covenant with the church, you take communion. That is not the purpose or the intention of God. Hallelujah. Sema hivi sababu najua kuna wengine wamesurutishwa. Kama umekula meza ya Bwana kwa hii kanisa, huwezi toka. Hiyo ni covenant. Umeingia covenant na sisi. Ni wapi kwa Biblia imeandikwa? Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Let us treat the body and the blood with the right regard. Hata ukisahau mambo mengine, wacha nielezee hili. The body of Christ is that which was broken for you. Is that which brings healing for you.
So instead of causing diseases and causing some of you to be lame, ndivyo Paulo anatuambia sasa, huu mwili haukuvujika ili nyinyi muwe walemavu, haukuvujika ili nyinyi mpate magonjwa. Hapana, mwili wa Kristo ulivunjwa ili nyinyi mponywe. Hallelujah. So whoever partakes the communion with that understanding, with that discernment, then healing can take place in your life any moment. Hallelujah. The blood of Jesus Christ, if you take it with reverence, with understanding, that blood was not shed so that it can claim revenge for you. It was shed that it can speak life for you. It can speak forgiveness to you. Hallelujah. It can speak remission of sins. So if we partake with that understanding, if we partake with the knowledge that God has given us this as a covenant reminder, then we shall partake of the benefits that accrue thereof. Blessed be the name of our Lord. Turn together with him to the book of John chapter 6. The rest of the time I have for this service, I'll spend it on John chapter 6. I'll not be able to read the entire of this chapter. But if you allow me, I'll read from verse 22. Kitabu cha Yohana mlango wa 6, tanzia mstari wa 22. Kunayo mambo mengi sana yamenenwa katika hiki kitabu. Sina uwezo ya kuyapitia yote na kuyataja yote. Kwa hivyo ukiona nikiskip moja hapa na ile nyingine, please understand, and I'll personally actually recommend you go to our YouTube page. You will see we studied this chapter when we were doing the study of the book of John, sometimes in December last year. So before COVID came, we had studied this book. And that time it was not a communion service, but please go read. It was a morning devotion teaching. Go to our YouTube page, look for this chapter, and listen from the beginning through to the end. But for now, I'll focus from verse 22 all the way to the end. And I believe we shall be blessed together. If you are there, we can read together. The book of John chapter 6, I'm reading from verse 22. On the following day, when the people who were standing on the other side of the sea saw that there was no other boat there except that one which his disciples had entered, and Jesus had not entered the boat with his disciples, but his disciples had gone away alone. However, other boats came from Tiberias near where they were, where they ate the bread after the Lord had given thanks. Verse 24. When the people therefore saw that Jesus was not there, nor his disciples, they also got into boats and came to Capernaum, seeking Jesus. And when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? And Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Do not labor for the food which perishes, but for food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give to you, because God the Father has set his seal on him. Then they said to him, What shall we do that we may work the works of God? And Jesus answered and said to them, This is the work of God, that you believe in him whom he sent. Blessed be the name of our Lord. Let's pause there for a moment. Biblia inasema kuna watu walikuwa wanamfuata Yesu. Na wafuasi wa Yesu ni wengi sana. Nimeona mtu amesema katikati ya wiki ya kwamba if you believe in Jesus and you shudder, you are not doing very bad, but that level is the level of demons. And I almost laughed that even the demons believe and also shudder. But you need to go further and make your faith practical. You need to go and make your faith have fruits or have works that has fruits. Hallelujah. That is not where I'm dwelling. But there are many people who follow Jesus, but their following of Jesus is having a different intention. Maandiko hapa inatuambia, ukisoma mistari iliyo juu pale yenye nimeskip ambayo sikusoma, Yesu alikuwa mwanzo ametenda muujiza, na huo muujiza ni wa kuwapa watu 5,000 chakula, na alikuwa ametumia mikate miwili na samaki mikate 5 na samaki 2. And they were fed and were full. When that happened, the Bible says the following day they rose up and they were still looking for Jesus. Na alipompata Yesu, kwa sababu waliamuka wakaangalia merikebu zenye zilikuwa pale, wakaona ni moja imebaki, na yenye imebaki ndio disciples wameingia, wamevuka wakaenda Capernaum. Sasa unashangaa, na Yesu mwenyewe aliondoka lini?
Kama hii boti ya mwisho ndio imeenda na hawa mitume na tuko na Yesu akiingia, nikamaanisha Yesu alivuka tayari. Biblia inasema wakatafuta njia wakafuata. When they got to the other side, they asked Jesus, when did you come here? And please note, Jesus never answered that question. So sio maswali yote wanadamu wako nayo kwa Yesu, Yesu atafanya nini? Atajibu. He knows what your goal is and he'll address that goal. He'll not answer every other question that we human beings raise to him. So he never answered that one. Akamwambia, basi mmekuja kunifuata, lakini chenye kinafanya mnifuate sio kunitafuta mimi. Mnatafuta mkate kama ule niliowapa yesterday, ile siku iliyopita. If you read the entire of this chapter, the number of times, and I want you to do that in your own study, look at the number of times the name bread is repeated in this chapter, and that will make you know that this chapter is talking about Jesus being the bread of life. Kaambia mmekuwa mkinitafuta huku, lakini hamunitafuti sababu ya kile nilicho mimi, because I'm your savior. No. Because I'm leading you to Christ, to God. No. You are seeking me because of the bread I gave you. Which allows us also to ask ourselves, and we pause there for a moment and ask, why are we following after Jesus? Ni nini kinachotufanya tumfuate huyu Mungu? Kama jibu la hilo swali ni ili nipate mali, ili nimiliki Nairobi, ili nitulie katika maisha, ili nipate bibi na bwana mzuri, ili nipate gari na nipate vitu vya hii dunia. If that is the reason, we are not any different from those who are following Jesus on this day. He told them, you are not following me because of who I am. You are following me because of what I gave you yesterday. I pray today that we will have believers who will not follow Jesus because he performs miracles of healing. According to the book of Matthew chapter 6, those are additions. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all the others shall be added unto you. Hallelujah. Na mturuhusu sisi wahubiri tunaohubiri tuhubiri hivyo. Tusiwaonyeshe ya kwamba kile kinachotufanya tuamke kila Sunday asubuhi ni ili miujiza itendeke kanisani watu waponywe. That is an addition and it is a good one. But besides the addition, our seeking first should be the kingdom of God. Hallelujah. I'm hoping I'm not crushing the expectation of anyone who was hoping after this service we will conclude with a 2-hour service of miracles and deliverance and such other things. They are good, and God allowing, as Paul would say, we will do them. But for the time being, allow us to seek the kingdom of God and his righteousness. Hallelujah. Unasikia hapo amina imebaki kama 2%. Nitajipa nguvu tu, haina shida. Najua kuna uwezekano hapo kuna watu wamesema hapa nitamiliki. Umekuja ukitaja barabara za Nairobi nitamiliki hii, manyumba unanyekesha mkono unasema hii nyumba itakuwa yangu. Mimi sina shida na hiyo. But I hope that your faith is built on the solid rock. Hallelujah. So that when the houses are gone, you will still remain standing. When the beauties of this world are gone, you will still remain standing. What maketh you follow Jesus? At the end of this chapter, you will see some people depart. Wataondoka wakisema hiyo mafunzo umetufunza ni ngumu mno. Tunataka mafunzo ya kisasa, mafunzo ya mafuta, mafunzo ya kupaa na kupanuka, mafunzo ya kupokea. But you don't want this gospel of following Jesus and eating his body. Blessed be the name of the Lord. Nimewafanya wengi wahuzunuke mapema. Wacha nijaribu nifanye kama vile Mungu anatamani nifanye siku ya leo ili huu ujumbe uwafikie wengi. So John points us to something that Jesus said. The previous day Jesus had given thanks, and he is telling us that the reason why that bread was provided for came through an act of thanksgiving. And I pray may you be a thankful person. May you be a person who participates in giving thanks, because provision comes so easily through thanksgiving. So he tells them, and this is now Jesus saying, labor not for things which waste. Labor not for the things which are of this world. Have you seen that in the book, in verse 27? Do not labor for the food which perishes, but for food which endures to everlasting life. Kanisa, naomba hili lieleweke. Tusifanye bidii sana kutafuta mambo yatakayoisha. Sijui kama ni mimi peke yangu. I've watched the last few weeks
And the number of people who are leaving us and going to the other world or the other kingdom are many. And anytime I hear announcements of deaths, I keep on asking myself, if it were me who departed today, if it were me who departed today, will I be so prepared for the other kingdom? Will I go to regret, by the way, Mungu hukunipatia tu mwaka mmoja au miaka miwili nione results za BBI? Hallelujah. Mungu hukunipa tu nifikishe 2022 nione nani atakayechaguliwa kuwa mfalme. How ready are you for the everlasting life which Jesus is referring us to here? How ready are you? I'll be so disappointed as a pastor if I lead people to become rich and possess the city of Nairobi and the environments and all the other places, and they go to UK and other places and we rule. But these people become very poor in matters to do the kingdom of God. My mission, which God has commissioned me, is go preach about the kingdom. Tell people that the kingdom of God is at hand. Am I saying I don't have the anointing to make people rich? You know, there are some preachers who say and they claim they are being called to make people rich. I've never seen that call anywhere in the Bible. Hallelujah. When I read Ephesians chapter 4, I see the fivefold ministry. I don't see the sixth one called the anointing to make people rich. The anointing to take people to US. But I see commissioning to reconcile men to God. Hallelujah. I see a call to make people know their Savior and their God. But I don't see a call of making people to have 10 containers coming to China, from China in their name. Those are gradations. And church, we need to focus on the right thing. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mruhusu hata ngarau amen itabaki 3%. I will survive with that one. Hallelujah. Lakini mkienda mpaka zero, inamaanisha ni kama yale mambo ninaongea hapa hayakubariki kabisa, na siamini ni ukweli. So seek the kingdom of God. Look for things which do not perish. Pursue things which are real. I tell you the truth, and I'm now digressing a bit. Those who are sick in hospitals, wale waliolazwa hospitalini, wengine hawajisikii. Nitakwambia ukweli wa mambo. Mawazo yao hayakuangi katika mambo ya dunia. The things we are talking about here. Tunaongea hivyo sababu tumekula kaugali nusu leo asubuhi. Wao wakiona maisha iko karibu kuondoka, mawazo yao katika mambo hizo tunataja. Their will is, I hope that in my life which I lived here on earth, I've pleased God enough, and the place I'm going is a good one for me. So imagine now you are alive, strong, energetic, uko sawa. Sasa mawazo yako yako wapi? Kila wakati nikukumbusha Mungu, na unakumbuka uliniahidi mimi nitakuwa millionaire at the age of 24. Angalia Mungu, sasa niko 35, unaonekana ulichelewa. I'm not praying that you be exchanged for 1 hour. Ulale kwa kitanda agarau 1 hour change your thinking, but my prayer is focus on the things which do not perish. Hallelujah. Am I saying that we do not build houses? Am I saying that we should not buy cars? Am I saying that we should not invest? No. But I pray even as you invest, let your heart be invested in the right place. Hallelujah. Where moth and lust cannot destroy, let your heart be invested there. So that when all these other things perishes, your hope and your faith will be in God. I spent a lot of time there. So they were seeking for works, but Jesus gave them work. You are seeking many things to do. No. You are only required to do one thing. Believe in me. Follow me. Not many things. Not many religious activities. No. Follow me. Church, Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakutuleta kwa itikadi nyingi. Sio mikakati na sheria nyingi za kumfuata na kumtafuta Mungu. Hapana. He brought us to a single faith. A single belief. If we believe in him, then all that we need for looking for in this life, we shall receive by faith in him. And that is eternity. And eternal life shall reward every single believer with any other desire you'd have ever imagined of in this world. I'm personally persuaded, hata kama kuna vitu nimetamani katika hii dunia na niishi hapa na nizikose, nifike biguni, kile nitakachopewa biguni kitanituliza na kinijazi za Mungu vya kutosha kiasi ya kwamba I'll never remember the things I never got here on earth. Hallelujah. Songe bere mstari wa 30, Biblia inasema hivi, therefore
they said to him, what sign will you perform then that we may see it and believe? What work will you do? Our fathers ate the manna in the desert, as it was written, he gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Wacha nikimbie hapa. Wakasema tupe ishara, tudhibitishie wewe ni Mungu. Give us a sign. Paul wrote about this in the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 22. And he said that the Jews look for a sign. But the Greeks, they do not look for a sign, they look for wisdom. So these people are behaving the real themselves. Mnataka ishara. Na nimetaja hili sana in the first service. Watu wanaotafuta ishara ya kwamba Yesu ni Mungu, ajidhibitishe, aonyeshane yeye ni Mungu kweli. Na watu wanaomba maombi kama hayo. Jionyeshane wewe ni Mungu, jitokeze, dhihirisha ili watu wajue uko na mimi. God does not necessarily need to prove himself. Hallelujah. He is God without proving. And that's why those who go to theological schools, at times they get out of those schools so disappointed. Because they went to figure out God, to study God. They come out with more questions than they went in. Why? You cannot figure God. You cannot understand God. Jesus will be using that word later on. He said, you are seeking to understand me. You cannot understand God. He is not like a book you read. His back is like this, his front is like this, his esophagus looks like this. You know what? His bones are like this. No! We cannot understand God. This is why what we do in faith is to believe in him. We do not need a sign. And as Jesus said, you will not be given another sign other than the sign of Jonah. Hamtapewa ishara ingine ile ya mwanzo yenye Yona aliwaonyesha. Akafa siku 3, akamezwa na samaki, sasa kufa, akamezwa na samaki siku 3, kisha baadaye akatoka. Na akitoka akawa ishara ambayo tutaiona New Testament. Yesu amekufa kisha baadaye akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. They are looking for a sign, and they actually give an example. They tell Jesus, you know what? Baba zetu tulisikia wakisema, this is written in the book of Psalms 78. Tulisikia wakisema ya kwamba walipewa mkate. Moses gave them the bread. So which sign are you going to do for us? Tunakupatia suggestion. Hata wewe tupatia nini? Mkate. Hallelujah. By the way, do you know the people who are talking like this, the previous day, walibakisha leftovers? Hallelujah. And this is the reason why we know miracles, I repeat again, miracles do not create faith in us. Kama ingekuwa ni imani, nakwambia ukweli wa mambo, hawa watu wangesema Yesu ni wewe jana ulitenda muujiza. Ukatupatia watu 5,000 mikate na ikabaki mpaka samaki. Hiyo imani yako, we tapped it. Leo Yesu pumzika tukuonyeshe venye inafanyangwa. That day they are the ones who would have performed a miracle. But you know what? That miracle never created faith in them. It created a hunger for more miracles, a hunger for more bread. Ndio nakuja siku ya pili wanamwambia Yesu, tunakupatia ka suggestion. Musa alitupatia mikate kutoka biguni. So yani in short tunasema kama vile ulivyofanya jana, leta kama hiyo na ikuwe imepakwa siagi sahihi, ikuwe iko na kachubari upande wa kando, na ikuwe na vinono to enjoy. Hata leo to enjoy, tubakishe mpaka fish. This is how people follow God. They are looking for signs. They are looking for miracles. But Jesus is saying, no, I'm not so. What God gave you, I love the word in verse 32. He tells them, it is not Moses who gave you. It is God. It is my Father who gave you this bread. It is not Moses. You people are saying it is Moses? No. Read Psalm 78 verse 24. Psalm 78 verse 24 clearly says it is God who gave them bread from heaven. Pili, the book of 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 from verse 3. Paulo anaandika anasema,
they all ate the same spiritual food, and they all drank the same spiritual drink. The water which was gushing out was Jesus himself. That's what Paul writes. He says, they all ate Jesus, and they all drank Jesus. And now know, you can now relate with where I'm going. They ate the bread, which was Jesus. They drank the water, which was, that rock was Jesus himself. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha, ni rahisi sana kusema yule jamaa aliyekulifaa ukapate kazi fulani ni alipokupatia kazi. Ni rahisi kusema, na baba fulani anipatianga biashara kwa hii duka yangu, ni wao wananunuanga kununua. Ni rahisi sana kuassociate that income with huyo mtu ambaye anakujanga kila wakati. But the moment you know that that person is known, he is just an obedient vessel, inayofuata kile inachoagizwa na Mungu, anaambiwa enda nunua mahali fulani, the source is God himself. Hallelujah. So Jesus is telling them, you are saying it is Moses who gave you bread. No, it is God the Father. By the way, do you know from the Old Testament, Moses never prayed that God gives them manna? Have you seen that in your Bible? Kuna mahali kumeandikwa katika Biblia ni Musa aliwaambia na leo Mungu atawapa mkate. Kuna mahali kumeandikwa, kuna mahali Musa aliomba Mungu, leo ninapiga magoti, watu wako wameumia sana, hapa ni jangwani, wapatie chakula. No. Hakuna mahali popote paliandikwa. Kwa hivyo hawafai kusema ni Musa aliwapa. Huo mkate ulipeana na Mungu. Look at that word in that verse. The Bible uses the word, it is God. Jesus never said, it is God who gave you. He said, it is God who gives you. Kanisa, hapa naomba tu damane, usisahau hili. Sio Mungu aliwapa hizo siku, ni Mungu anawapatia kila siku. He gives you. Are you seeing the continuous tense? Are you seeing the present continuous tense kwa wale wanasoma Kiingereza? Sio ya jana. Sio Mungu aliwapa hizo siku na hizo nyakati, hapana, ni Mungu anawapatiana kila wakati. Hallelujah. Kumaanisha Mungu hakuwa na sisi hizo siku akatuacha. He is the I am now. He is with us now. He is the one who gives us now. Hallelujah. I love that. Ya kwamba watu wanaweza fikiria chakula ambacho huwa tunakikula tulipewa na Mungu hizo siku, ni Mungu alipatia dada zetu na ndugu zetu. Hapana, it is God who gives us now. I'm running now because of time. Wacha nikimbie kidogo sasa. Verse 34. Then they say to him, Lord, give us this bread always. Wameshika hata wao. Wameelewa hii ya kupatiwa ni kila siku. So hata sisi tupewe nini? Hiyo mkate kila siku. Give us now and always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. But I say to you that you have seen me, and yet do not believe. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. This is the will of the Father who sent me, that of all that he has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life. I will raise him up at the last day. Hizo mistari ambazo tumeisoma hapo, Yesu anawaambia sasa, hiyo mambo yote mpaka ile ishara mlionyeshwa na Musa ilikuwa inaongea kunihusu mimi. Na anawamalizia kwa kuambia, mimi ndiye mkate wa uzima. Hallelujah. Msifikirie ni mana mlipewa mimi. 1 Corinthians chapter 10. That drink they drank, that rock they drank from was me. That manna they ate was me. Church, may I say here today, Jesus is inviting us to eat him as a bread of life. Tayari naona hapa kuna watu wanasema hiyo ni cannibalistic characteristics. Hizo ni ishara za wanadamu kula wanadamu. Na wanadamu wanaokula wanadamu wanaitwa cannibals. Na hatuko bali sana na wale walikuwa wanamsikiza Yesu. Yesu unasema tuule mwili wako, and this is where discernment comes in. If someone says eat my body, immediately you say
he is calling me to become a cannibal. But if you understand what he is saying, and that's the part I'm talking about, discerning. When you discern what they are saying, then you know, haniambii ni kule mwili wake, huyu haniambii ni kule damu yake, hapana, kuna kitu ananiashiria hapa. Wacha tusonge hapo, sitakaa sana kwa hiyo mistari. But he assured them, anyone who will eat of his body, he'll be secured to have everlasting life. Now let's go to verse 41. Sasa hii inaingia mahali nataka tuingie siku ya leo. The Jews then complained about him because he said, I am the bread which come down from heaven, and said to him, is not this Jesus the son of Joseph, whose father and mother we know? How is he then that he says, I have come down from heaven? Posa hapo dakika moja. Wakasema Wayahudi, si huyu ni mwana wa Yusufu na Mary? Sasa baba kama huu unawezaje sema tukule mwili wako na wewe tunajua mamako ni fulani na babako ni fulani? Pili, unawezaje sema ulitoka biguni na sisi tulikuja ile unajua in my mother language they call it kushuhudia. Ulipozaliwa ni sisi tulikufanya hivi. Tulikuibia kawibo. Tukasema hizo relations za Africa mara 5. Tukasema nika kijana. How come now you can say that you are from heaven? My friend, you are joking with our intelligence. Hallelujah. Yesu anambia hapana, mimi nimetoka juu mbinguni. Lakini nyinyi kulingana na mawazo ya wanadamu unanielewa mimi kama mwana wa mtu. But beside being the son of man, I am the son of God. Hallelujah. And I have come from heaven. Blessed be the name of our Lord. I ask you, church, do you believe that Jesus came from heaven, or you believe that Jesus came from the world? Hallelujah. Is Jesus the son of man only, or was he begotten of God as well? Hallelujah. If we bring familiarity, they say familiarity brings contempt. Ukizoea mtu, utadunisha mpaka kile mtu, huyo mtu amefanya nini? Amebeba. Kukizaliwa kwenu ndugu ambaye baadaye atakuwa mchungaji, unaweza dunisha yeye na kumchukulia kama ndugu mwenzako tu wa kawaida. But to someone else may say, this is a servant of God. He was just not raised like any other person. He was raised as a vessel to honor God or to glorify God in our family. May we gain that discernment in Jesus' name. Mstari wa 43, nakimbia sasa. Naona kuna mistari mingi hapa na lazima niipitie kabla tumalizie. And Jesus therefore answered and said to them, do not murmur among yourselves. Verse 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, and they shall be taught by God. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone has seen the Father except he who is from God. He has seen the Father. Most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat and not die. I am living bread. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, and he will live forever. And the bread that I give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Haya maneno nayasoma, nasikia yaniingia mimi moyoni mwangu. Nasikia kama Yesu ananena na mimi. Wale anaonena na wao hawaelewi ya kwamba haongei juu ya mkate wa kawaida. Anawaambia hivi, baba zenu, you know they call them fathers, though they were not their direct fathers. Hawa ni watu waliokufa miaka iliyokuwa imepita. Baba zenu waliula ule mkate. They ate that manna, but where are they today? Yesu akawajibu, wote walikufa. Lakini yule atakaye nikula mimi hata kufa, bali atapata uzima wa milele. Can you go back to John chapter 4? Don't go there, I'm just telling you in your mind. Just go to John chapter 4. What was happening? Yesu amepatana na yule mwanamke Msamaria. And then akamuomba maji. Mwisho Yesu akamwambia, ukinipata mimi, if you drink of me or drink from the well I give you, ukikunywa kutoka kwa hicho kisima, wewe hutapata kiu tena.
Kanisa, siku ya leo ningetamani tuelewe hii ya kwamba tukimpokea Yesu, kile kinachoondolewa katika maisha yetu ni kiu ya mambo ya dunia, ni kiu ya kutamani vitu ambazo havimpendezi Mungu. If we take of him, he guarantees us two things. One, we will thirst no more. Number two, we are assured of eternal life. Na kasema mkifanya hayo hata mtahitaji mwalimu miongoni mwenu. Wacha ni skip hiyo mambo yote. Amesema, if those who want to read that, it's in Isaiah chapter 54. It is prophesied, and also in Jeremiah chapter 31. Jeremiah 31 verse 31 to 34. Ya kwamba mkinikula mimi hata mtahitaji mwalimu. Miongoni mwenu Mungu atatuma roho ya unabii na nyinyi mtapata hekima ya kuyajua mambo bila kusoma. Hayo yote yameandikwa katika hiyo mistari nimetaja pale. But Jesus invited them to eat him and eat of his flesh. Najua nimesoma hili jambo mpaka nikalistua. Mstari wa 51 verse 51 towards the end inasema, I shall give him my flesh which I shall give to the life for the life of the world. Hapa alikuwa anawaambia waziwazi, siwapatii mambo yaliyofichika, na wapatia mwili wangu. You will eat of my flesh which I'm giving for the life of the world. Ili dunia iokolewe, lazima mwili wangu uhusike. Kama mwanakondoo, kama vile ilivyokuwa hizo siku za kale, ndivyo hivi itakavyokuwa. Nitoe mwili wangu ili dunia iokolewe. Sasa wacha tuone reaction yao. Verse 52. The Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? He is in short calling them cannibals. But this is what they are understanding, but that's not what Jesus is saying. Verse 53. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Church, kanisa, nirudie huo mstari tena. Can I repeat that verse again? Verse 53. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Hakuna maisha, hakuna mwanadamu yeyote atakayepata maisha au tuseme uzima wa milele bila kula mkate ulio Kristo Yesu. At times when we preach about communion, some people take it as a do, or you can pick it if you like, you can drop it if you like. Si lazima mtu akule meza ya Bwana. Na anafunza na inafunzwa hivyo duniani kote, sio lazima. Na unawezekana uone hata kuna pengine watu kadhaa wameamua kutokuwa katika ibada because there is communion, because they don't feel like they want to participate in that. If these words came from my mouth, then that will remain as a suggestion and an opinion. But these words are coming from the mouth of Jesus. Mdomo wa Yesu unasema, usipoula mwili ulio wake, usipoinywa damu ya Kristo Yesu, huna sehemu na yeye, hakuna uzima. Hapo ndio mambo inakuanga sasa serious. Mwanzo tunaweza chukulia ni 50-50, you can take it if you wish. But when we read scriptures like this, these are not suggestions. Communion taking is something that every believer should participate in. Let me continue with the verses which are there. Verse 54, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. My flesh is food indeed, my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, I believe because of the Father. So he who feeds on me will live because of me. This is a blood which came down from heaven, not as your fathers ate manna. Not as your fathers ate the manna and are dead. He who eats this blood will live forever. These things he said in the synagogue as he taught at Capernaum. Nasikia hata vile kumetulia, kuna ishara ya kuwa kuna watu ambao walikuwa wameichukulia kula meza ya Bwana kama ni something you can do if you wish to do, and something you can not do if you don't like. Meza ya Bwana
kwa wote waliookoka ni lazima. Yesu anasema tusipofanya hivyo hatuna sehemu na yeye. Hakuna uhai ndani yetu kama hatuna uzima unaotokana na kula meza ya Bwana, his body and his blood. Sikiza maneno anayotumia hapa, anasema kwa maana mwili wangu ni chakula dhahiri au halisi, nayo damu yangu ni chakunywa, is a drink which is real, it's not a fake one. The body and the blood are symbolic of the two things that Jesus gave for the world, that is from himself. If someone can never give you a serious gift or a most important gift, the best they can give is themselves. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema kwetu alijitoa, akatoa mwili wake. Pili, akatoa damu yake. Na ndipo sasa ninaposimama hapa, hata kama dunia itapinga yote, hata kama duniani kote watu watasema hapana, that thing is not worth, it's not important, it doesn't lead to salvation. Let me tell you the truth. Jesus commissioned his disciples and told them to always do this, and Paul uses the word as often. Yani kila wakati mnapofanya hivi, na ni jambo linalofaa kufanyika mara nyingi. As often as you do this, you're proclaiming of his death. So today we shall participate in the communion. Hallelujah. Hallelujah. And how I urge everyone who has come to today's service to participate in the communion. Hata kama unaweza kuwa na sababu za kutosha. We read in the book of Numbers, when God was instituting the eating of the manna and the Passover feast, kuna watu walijitokeza wakasema sisi tuko na sababu za kutokula, kwa maana tumeguza mizoga, tumeguza watu waliokufa. Mungu akawaambia hapana, msipokula meza mwezi huu, mgoje mwezi utakaofuata. Siku zitakuwa zimekwisha za nyinyi kukaa ili mjitakaze, na zikiisha lazima mkule the Passover feast. And as you eat, as you commemorate, if any among you gives any other excuse or any other reason, wacha huyo mtu aambiwe na hana sehemu kwa Mungu. I'm saying this with a lot of seriousness, with a lot of concern in my heart. I've seen many people, I've served communion many times in my days of service. And it's so sorrowful when we are passing the cup or the bread. Alafu naona kuna mtu anasema pitisha. Kwa sababu kwake kwa moyo anasikia kuna sababu za kutosha za kutokula mwili wa Kristo. Ningeomba asome haya maneno. That if you don't take of his blood, if you don't take of his body, then you have no part in him. Wacha kusema unatazamia uzima wa milele. Hakuna. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ati mimi namwamini Yesu, namtukuza Bwana maishani mwangu, na muheshimu yeye. Jesus is saying, if you really respect me, take my body. If you have a part in me, take my blood. Wacha kusema mimi nimeokoka naenda biguni, lakini mambo ya mkate na mambo ya kula meza ya Bwana mimi usinihesabu. You do not know what you are rejecting. If you reject his body, you are rejecting Jesus himself. If you reject Jesus himself, you are rejecting the Father who sent him. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Naomba ieleweke hivyo. Kama unasikia kabisa uko na sababu za kutakula, I invite you to do one simple thing. Just go before God and repent and tell God, because of ABCD, I feel guilty and I wouldn't want to participate in the communion. And God will forgive you. But don't say no to the bread. After you are forgiven, go ahead and participate in the communion. Wacha nimalizie na hii mistari iliyo hapa. Verse 60. Therefore many of his disciples, when they heard this, said, this is a hard saying. Who can understand it? Kumaanisha mpaka wale waliokuwa wafuasi wa karibu wa Yesu, karibu sana, walisikia hiyo mafunzo ni makali sana. Yesu anatuita tule mwili wake. That's a very serious teaching. And it's very hard to believe. The disciples were saying so. When Jesus, that is verse 61, when Jesus knew in himself that his disciples complained about this, he said to them, does this offend you?
What then if you should see the Son of Man ascend where he was before? It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. But there are some of you who do not believe, for Jesus knew that from the beginning who they were who did not believe and who would betray him. And he said, therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. Katika meza ya Bwana ndio huwa tunatofautisha wale wanaomfuata Yesu sababu wameona wengine wanafuata, na wale wanaomfuata sababu wanampenda Yesu. Haleluya. Ukiona mtu ambaye katika kula meza ya Bwana anasema hapana, hayo mambo mimi siataki sana, mimi nataka tu hii kuja service, tunaiba, tunasifu, tunapewa an exhortation sermon, tunaondoka. If that is what you do, I tell you the truth. Jesus is saying the words I'm speaking to you are from the Spirit. I'm not lying. I'm not telling you my own infatuations. I'm not telling you things that kuweka juu. I'm telling you something from the Spirit, and that is life. You take me, you take the communion, you have life in you. But you fail to do this, there is no life in you. I chose this text particularly. There are many other verses and places I could have picked from. But this one speaks to us the seriousness of Holy Communion. The way it has been taken by the world lightly. Ati walevi wanaingia kanisani wanaposikia kuna communion, wanakula, wanaondoka, wanasema tumeoja yetu. Sinners come to church, eat, na wanaondoka, wanaendelea na dhambi zao. When we discern the body, when we discern what we are doing, we know we are not doing it for the sake of the world. We are doing it as a covenant reminder of the life to come. Hallelujah. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Let me move on. Verse 61. Ningetamani kumalizia sasa. Verse 61. When Jesus knew in himself the disciple. Okay, that part I have read. Then verse 66. That from that time many of his disciples went back and walked with him no more. Then Jesus said to the 12, do you also want to go away? But Simon answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. And also we have come to believe and know that you are Christ, the Son of the living God. Does your Bible say many disciples in verse 66? Does your Bible say so? Many disciples? So it doesn't say, the Bible does not say many mixed multitude departed. It says disciples. This is to show you, church, what it means to partake in the communion. There are many in the world today, and I tell you, in billions, not millions, billions in this world who partake communion. They partake the Eucharist. They take the breaking of bread. But when it comes to the real Jesus, the real purpose of the communion, tukiingia katika uhalisi wa kile tunachokifanya, wengi wataki kuitanishwa na huyo Yesu. Maisha ya kuondokea dhambi hawataki. Maisha ya kuishi katika utakatifu hawataki. Maisha ya kumpendeza Mungu hawataki. Kwa hivyo, the day Jesus will reveal himself, because he said in the text I was referring to you earlier, Luke chapter 22, alisema, hii meza sitakula tena na nyinyi mpaka tufike katika ufalme wa Mungu. Yesu akijitokeza kwao, aonyeshe kile wanachofaa kukifanya, the real himself, the real truth concerning the communion. They want nothing to do with Jesus. Na Biblia inasema wengi, sio wachache, wengi wakaondoka. I tell you the truth. If the gospel concerning this communion is preached the way it's supposed to, many people who have filled buildings we call church today will not be there. Many will not be there. And I want to quote for you the first letter of John. John said this. This is 1 John chapter 2 verse 19. John said this, that they went from us, for they were not part of us. Wale wanaoondoka, tunapoongea mambo ya mwili wa Kristo,
na wale tunaowaona hapa wakiwa mitume, disciples who are following Jesus, but the moment Jesus told them about the communion, they walked away. They departed because from the beginning they were not part of the journey. Hallelujah. And this is now what defines the church, the real church. When the truth of God offends any believer, then it means from the beginning you are not part of the congregation. Wewe ulikuwa unafuata tu juu kuna mambo mazuri yalikuwa natajwa. Wakati ukweli utakaposemwa na usikie huo ukweli unakulenga na usikie utaondoka katika mapenzi ya Mungu sababu ya ukweli, basi wewe ulikuwa miongoni mwao lakini haukuwa mmoja wa wao. Hallelujah. I love this. 1 John chapter 2. They went from us, for they were not part of us. If they were from us, when they heard the truth will not offend them. Hallelujah. Do you know, church? If you speak truth to a true believer, that believer is not offended by truth. Hallelujah. Uone Mkristo ambaye ananyemelea bibi wa pili, umwambie na kufanya hivyo ni makosa. Kama yeye ataghadhabika, basi yeye sio mmoja wa ufalme. Hallelujah. Ukiona mtu ananyemelea vitu za wenyewe anachukua akiweka kwa mfuko na anasema ni Mkristo, umwambie na kufanya hivi ndugu yangu ni makosa na Mungu hapendezwi na kile unachofanya. Akwazwe. Basi yeye sio mmoja wa ufalme. A true believer, if you tell them to repent, if you tell them the truth, they are remorseful and they start crying because of their sinfulness. Bwana Yesu asifiwe. And I pray that this church, Trinity House, where his name is Jesus, I pray that we shall be this true church, where truth is spoken to us, we will not be defending and opposing it and walking away from Jesus. We'll be glad to be associated with our Master, even when he is telling us the tenets of truth. Hallelujah. Many departed from him. This is the same what we find in the book of Ruth chapter 1. I'll not go there. When the story of Ruth, Naomi, when they were going back to Bethlehem, Judah, there is one who was left behind. Given a small reason to remain behind, akasema kwa heri, mimi sifuati tena hiyo safari, hatuendi pamoja na nyinyi, kwa heri, kwa heri. Those who are true believers, even if you give them 10 reasons to backslide, they will not backslide. Hallelujah. Church, Bwana Yesu asifiwe. I don't know whether you are like me, who many people have given us opportunities to backslide and many reasons to backslide. Some of them being riches. You are promised wealth. Na unaona kabisa nikirudi nyuma hii pesa itakuja. Lakini kwa sababu njia ya msalaba ni nyembamba, sisi tunaamua kubaki kwa hiyo njia iliyokonda. Hallelujah. For wide is the way that leads to hell, but narrow is the way and narrower is the gate. Hallelujah. And we remain to that narrow gate. Bwana Yesu asifiwe. Verse 70, I conclude. Jesus answered them, did I not choose you, the 12, and one of you is a devil? He spoke of Judas Iscariot, son of Simon, for it was he who would betray him, being one of the 12. Hallelujah. Jesus is speaking to us today. He's not speaking because there is a Judas amongst ourselves. He is speaking because there is an Anthony, there is a Jane, there is a Musioki, there is a Charo, there is our Jiko here, there is a Kamau, there is a Odhiambo. He is speaking to us so that we can relate with this story and say, will we partake of this body? Peter answered, Yesu naambia, hata nyinyi kina Peter, mnataka kuondoka? Peter akajibu, Yesu, unasema tuondoke? Tuende wapi? Tuende wapi? Tuliacha samaki zetu na neti na kila kitu, kacha familia zetu tukufuate. Alafu sasa utuambie tuende. Tuende wapi? We have nowhere to turn to. Listen to his argument. He said, for you have the words of life. Yani wewe Yesu, uko na kila kitu tunachotafuta katika maisha. You have it. You cannot dare tell us to turn otherwise. Have we gotten there, church? Tumefika mahali tunaambia Yesu, hata ukinituma nje siendi, singoki ngo. Kwako sitoki. Even if you want to kick me out, Yesu kwako sitoki. Speak
speak to me the truth, however painful it is, I'll take it. Peter said, and this is in verse 69, we believe and we know. I told you, faith does not come by miracles, but faith comes by believing. We believe and therefore we know. You have the words of life. Hallelujah. Church of Jesus Christ. Do you believe in Jesus Christ? Hallelujah. I expected an answer to that question. Unamwamini Yesu? Do you believe that he has all that you need for this life and the life to come? Do you believe that if he speaks to you the truth, then there is nothing else other than that truth? Jesus, he is our Savior. He is the bread of life to us. It is in him we live. In him we move. And it is in him we find our being. I request us to stand up in Jesus' name. Siku ya leo tutaila meza ya Bwana. We'll partake the communion. Na moyo wangu ningetamani kila mmoja aliye katika nyumba ya Bwana siku ya leo akaparticipate in this communion. As a church, we have gone an extra mile. We know it is the COVID season, and we want to make sure that the communion you are partaking does not in any way infect others. So we went even an extra cost to ensure that the package you get is a sealed package which only you will unseal. So there is no one who should give any reason, including COVID, that this is the reason why they will not take. And you see the elements, they are sealed from the factory. My desire is that we do not give any reason why we can fail to partake the body of Christ and the blood of Jesus Christ. And since I can feel the Holy Spirit is in our midst, if you are here and you feel there is anything that may have contributed to you feeling guilty, or you are feeling like you are being judged, this moment is yours. I'll not invite you here, but just turn to God. And I will request all of us to do this. Just turn to God, ask God for forgiveness. If in the past we have taken his body without discernment, we have an opportunity today to take his body with discernment in Jesus' name. We regard his body. We partake of this communion, knowing that this is a body of Jesus Christ which was broken for us, knowing for sure that this is the blood which was shed at Calvary for the remission of our sins, the blood that speaks better things than the blood of Abel. Doesn't speak revenge, doesn't speak condemnation, it doesn't speak judgment, it speaks forgiveness of sin to every saint in Jesus' name. Waaminifu wako